Yanga mpya imepatikana kutoka kwa Romain Folz kuja kwa Pedro. Kutokana na game ya jana, kwa sababu amepata muda mzuri wa kuiandaa timu. Sahihi, lakini ukitazama Pedro Goncalves amepata wiki moja ya kutrain na timu baada ya lockdown, si ndio? Na hiyo wiki moja amepata mechi moja ya kiushindani ambayo ilikuwa ni mechi ya jana. Yes, nimeona mabadiliko kwenye baadhi ya maeneo kwa jinsi ambavyo Yanga wanajenga mashambulizi kwa kila ambacho mwalimu anahitaji, lakini to be honest, fitness ya Yanga kuna namna bado haijawa juu zaidi kuweza kusapoti baadhi ya vitu, kwa sababu mwalimu unaweza ukawa na mbinu zako, kuna baadhi ya vitu unavitaka, lakini unahitaji wachezaji ambao wako fit 100% kuweza kusupport idea zako. Nadhani ambacho nimeona kwenye uchezaji wa Yanga na zaidi kwenye build up, mabadiliko ambayo nimeona, nadhani jana Yanga walikuwa wanacheza na asymmetrical 4-3-3 ambao ni ipi hiyo? Nyuma Yanga wakiwa wanatoka mpira ukiwa kwenye phase ya kwanza kabisa, Zimbwe kuna namna alikuwa anabaki na Mwamnyeto na Job, wanakuwa mabeki watatu, and then Mwenda anapewa uhuru wa kwenda mbele zaidi, and then Chikola, kwa sababu mwalimu anaamini ni mzuri, ni finisher mzuri na ana movement nzuri kwenye box, alikuwa anamhitaji kuingia zaidi kwenye box kuungana na Dube, and then upande wa pili ulikuwa unamuona Pacome zaidi anakuwa wide. Yes, kuna muda alikuwa na drop anaingia ndani, lakini muda mwingi alikuwa pembeni zaidi. Kwa hiyo kwenye boxi la KMC kuna washambuliaji wawili, kwa maana ya Chikola unamuona Dube, lakini pembeni huu upana upande wa kulia unachukuliwa na Israel Mwenda, and then pembeni pia kuna Pacome Zouzoua. Hapa katikati kulikuwa kuna viungo watatu ambao walikuwa na rotate. Unamuona Duke Abuya, unamuona Maxim pia Nzengeli na Dumbia. Kazi kubwa sana ya Duke Abuya ilikuwa ni kuprotect hawa mabeki ambao wanabaki nyuma, and then Dumbia na Maxim Nzengeli mwalimu alikuwa anahitaji zaidi kuweza kushambulia hizi pockets. Na nadhani unaweza ukatazama haya mabadiliko hapo kwenye pockets. Hapo inabidi pia utuelezee hapo. Of course pockets unaweza nikasema ni kama mashimo, yani katikati ya mstari wa mabeki na mstari wa viungo, kwa sababu alikuwa na defend zaidi kwenye 4-4-2. Kwa hiyo kwenye haya maeneo haya mashimo zaidi huwa tunatumia msemo wa pockets, yani nadhani watu watakuwa wamenielewa. Kwa hiyo mwalimu alikuwa anahitaji zaidi waweze kushambulia haya maeneo. Ukitaka kujua kwa nini mwalimu alikuwa anamtaka Chikola kwenye haya maeneo, kuna cross moja ilipigwa na Zimbwe. Nadhani Chikola alipoteza nafasi ya wazi, header haikuwa na ule usahihi, lakini kama angetulia zaidi alikuwa anakwenda kuscore, kwa sababu Dube naye ana matatizo yake. Kwa hiyo mwalimu alikuwa anamhitaji Chikola zaidi kuwa kwenye haya maeneo, lakini advantage ya kumruhusu zaidi Israel Mwenda, nadhani alitoa assist jana, kwa sababu alikuwa na uhuru zaidi wa kuoverlap na kuweza kulichukua